Hujambo, mimi ni Awadhi Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Rais wa Burundi Jenerali Evariste Ndayishimiye amesema Burundi itajibu vikali shambulio au uvamizi wowote utakaotokea nchini humo kutoka Rwanda. Tunafahamu Rwanda inajaribu kutuvamia kupitia ardhi ya Kongo ili wasingizie kuwa ni waasi wa Red Tabara na M23, lakini tunawaambia kwamba ikiwa mnaona kushambulia Bujumbura ni karibu kutoka Uvira, basi nasi tunaweza kushambulia Kigali kutoka mji wa Kirundo, alionya rais huyo wa Burundi Roneva. Akiongea na BBC, rais wa Burundi Jenerali Evariste Ndayishimiye amesema kuwa wamepata taarifa za kuaminika kuwa taifa la Rwanda linapanga kuishambulia Burundi. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imekanusha vikali madai ya serikali ya Burundi. Matamshi ya Burundi ni ya kushangaza kwa sababu idara za ulinzi za nchi hizi mbili zimekuwa zikikutana kujadili namna kulinda mipaka yao, haswa wakati huu wa mzozo wa mashariki mwa Kongo. Msemaji wa serikali ya Rwanda Yolande Makolo alieleza. Ndayishimiye amesema Rwanda itakuwa imefanya kosa kubwa kuivamia Burundi kwa njia yoyote ile, akisema Burundi itajibu kwa njia za kijeshi na hivyo kuonya uwezekano wa kuzuka kwa vita vikubwa vya kikanda. Rais wa Burundi ambaye pia ni jenerali wa jeshi amesema pia, hatutakubali kuchinjwa kama mbuzi kama vile wanavyofanyiwa Kongomani. Jenerali Ndayishimiye alifahamisha shirika la habari la BBC kuwa serikali yake tayari imetuma ujumbe kwa rais wa Rwanda Paul Kagame ili mchakato wa kutekeleza makubaliano yao ya maridhiano ili kupunguza uhasama baina nchi hizo mbili. Tumefanya mazungumzo na Rwanda kwa muda mrefu na tukakubaliana, na ilipofika wakati wa utekelezaji Rwanda ikasita, aliongeza Jenerali Ndayishimiye. Burundi imeshutumu Rwanda kwa kuwapa hifadhi watu wanaoaminika kujaribu kufanya mapinduzi ya serikali nchini Burundi mwaka 2015. Aidha, Burundi imedai kuwa utawala wa sasa wa Rais Paul Kagame imewapa misaada waasi wa Red Tabara ambao mara kwa mara hufanya mashambulizi ya kuvizia nchini Burundi kutoka mashariki mwa Kongo. Amesema Burundi imejiandaa vilivyo kulinda mipaka yake na kamwe haitaruhusu uvamizi wa aina yoyote, na kuishutumu Rwanda kwa kufadhili makundi ya waasi yanayosababisha maafa mashariki mwa Kongo. Mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa waasi wa Red Tabara nchini Burundi yalisababisha nchi hiyo kufunga mipaka yake na Rwanda. Utawala wa Burundi umesema kuwa mchakato wa kuwakamata na kuwafungulia mashtaka viongozi wa waasi wa Red Tabara unaendelea na kuwa serikali haina nia yoyote ya kufanya mazungumzo nao. Rais Ndayishimiye amesema kuwa jukumu la serikali yake sasa ni kuwasaka waasi hao na kuwafikisha mahakamani. Rais Ndayishimiye amesema Burundi haina nia yoyote ya kuvamia nchi nyingine au kuingilia masuala ndani ya nchi nyingine, na hivyo inastahili kupewa heshima kama hiyo pia. Kuhusu mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jenerali Ndayishimiye ametoa wito kwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na wadau wote wakiwemo viongozi wa makundi yote ya waasi ili kujaribu kutafuta suluhisho la mzozo wa vita unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Jenerali Ndayishimiye amesema njia ya pekee ya kuaminika kutatua mzozo wa Kongo ni kupitia mazungumzo ambayo yatashirikisha Wakongo wote. Amesema Burundi inaunga mkono mazungumzo yanayoongozwa na wakuu wa jumuiya za SADC na Afrika Mashariki za kuwaleta pamoja viongozi wa DRC na wale wa waasi kwenye meza moja ya mazungumzo. Kuna haja gani kushiriki katika vita vinavyosababisha vifo vya raia, kisha wakati tumewapoteza mamilioni ya raia tunaanza mazungumzo? Hii sio haki. Mazungumzo yanapaswa kuwa hatua ya kwanza na vita kuwa hatua ya mwisho, Rais Ndayishimiye amesema. Ndayishimiye amesema mzozo wa Kongo ni suala ambalo linaweza kutatuliwa ndani ya nchi hiyo ikiwa viongozi wote wa DRC watakuwa na dhamira njema. Ameonya kuwa mzozo huo unaweza kuendelea kwa muda mrefu ikiwa viongozi hawatajitolea kwa maslahi ya raia. Amesema mataifa Afrika Mashariki, hasa DRC, haipaswi kuwa katika hali ya umaskini kutokana na rasilimali zake nyingi za madini, udongo wenye rutuba na mvua inayoonyesha kwa misimu kadhaa, mbali na rasilimali nyingine. Jenerali Ndayishimiye amesema mzozo wa Kongo unaweza kutatuliwa ikiwa rasilimali za serikali zitatumika vyema kwa maslahi ya wananchi wa DRC na viongozi kuwajibika. Itakuwa ni shida kubwa sana ikiwa watu wachache watafaidika na rasilimali za wananchi huku wananchi wakiwa maskini, na hii inaweza kusababisha raia kuanzisha uasi na vita kwa sababu mali yao inafaidisha wachache, alisema Ndayishimiye. Waasi wa M23 wanaosadikiwa kuungwa mkono na Rwanda wameteka maeneo mengi ya mikoa ya Kivu ya kaskazini na kusini, ikiwemo miji ya Goma na Bukavu. Rwanda hata hivyo imekanusha madai kuwa inaunga mkono waasi hao wa M23, ikisema haina nia wala dhamira kuunga mkono kundi lolote la waasi nchini Kongo. Rwanda imesema vita vinavyoendelea mashariki mwa Kongo ni suala la ndani la nchi hiyo, lakini wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamebainisha uwepo wa wanajeshi wa Rwanda nchini Kongo, suala ambalo Rwanda imelikanusha. Na msemaji wa kijeshi wa kundi la Houthi Ansarullah
Yahya Saree ametangaza katika taarifa ya televisheni mapema kwamba uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion nchini Israel umelengwa kwa makombora mawili ya balistiki Zulfaqar na Palestina 2 kwa mujibu wa taarifa hiyo. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion uko nje kidogo ya Tel Aviv, Israel. Saree alisema katika taarifa yake kwamba vikosi vya Houthi vimepambana kwa mara ya pili ndani ya saa 24 na shehena ndege za USS Harry Truman na idadi ya meli za wanamaji katika bahari ya Sham. Ofisi ya taasisi ya Msalaba Mwekundu huko Rafa kusini mwa Gaza iliharibiwa na milipuko ya siku ya Jumatatu, shirika hilo lilisema, huku jeshi la Israel likikiri kuhusika. Shirika la habari la Agence France Presse limenukuu jeshi la Israel likikiri katika taarifa yake kuwa lililipua jengo la Msalaba Mwekundu na kusema kuwa baada ya kuhakikiwa ilibainika kuwa jengo hilo ni la Msalaba Mwekundu, jambo ambalo majeshi yetu hayakuwa na habari. Na hali ya mkanyagano miongoni mwa wanasiasa wa Marekani imeibuka nchini Marekani baada ya mwandishi wa habari kuingizwa kimakosa kwenye mazungumzo ya siri ya timu ya maafisa wa usalama wa taifa la Marekani. Je, mwandishi huyo aliwezaje kuingia katika mazungumzo hayo? Ni kuwa mnamo Machi 15 Marekani ilianzisha kile ilichokieleza kama mfululizo wa mashambulizi ya anga dhidi ya Wahuthi nchini Yemen. Siku 4 mapema, yani tarehe 11 Machi, mwandishi wa habari wa Marekani Jeffrey Goldberg, mhariri mkuu wa The Atlantic, anaandika kwamba alipokea ombi la kujiunga kwenye programu ya kutuma ujumbe uliofichwa kwa njia fiche kutoka kwa akaunti ambayo ilidaiwa kuwa ya mshauri wa usalama wa kitaifa wa ikulu ya White House Mike Waltz. Programu hiyo hutumiwa na waandishi wa habari na maafisa wa Washington kwa sababu ya hali salama ya mawasiliano yake na kuwa na uwezo wa kutuma ujumbe unaotoweka. Siku 2 baadaye, Goldenberg aliongezwa kwenye gumzo linaloitwa kikundi kidogo cha Houthi PC. Akaunti kadhaa ambazo zilionekana kuwa za wajumbe wa baraza la mawaziri na maafisa wa usalama wa kitaifa zilijumuishwa kwenye gumzo hilo, Goldenberg aliripoti. Akaunti hizi ziliandikwa JD Vance, jina la makamu wa rais, Peter Hegseth, waziri wa ulinzi, na John Ratcliffe, mkurugenzi wa shirika kuu la ujasusi la CIA. Walikuwa miongoni mwa majina ya kwenye gumzo hilo. Maafisa wakuu wa usalama wa kitaifa kutoka mashirika mbalimbali pia walionekana kuongezwa. Goldenberg anasema alitizama wakati mazungumzo ya kikundi yakijadili malengo na nyakati za mashambulizi ya kijeshi, na mipango hiyo ilionekana kuwa sahihi wakati Marekani baadaye ilipoanzisha mashambulizi ya anga dhidi ya Houthi nchini Yemen, ambayo yaliendana na maelezo kutoka kwenye gumzo la kikundi. Ikulu ya White House imethibitisha kuwa mwandishi wa habari anaonekana kuongezwa bila kukusudiwa kwenye mazungumzo ya kikundi hicho, ambapo maafisa wa usalama wa kitaifa wa Marekani walijadili mipango ya shambulizi dhidi ya kundi la waasi la Houthi. Kwa wakati huu, msururu wa jumbe ambazo ziliripotiwa unaonekana kuwa wa kweli. Brian Hawks, msemaji wa baraza la usalama la kitaifa, alisema katika taarifa yake, tunakagua jinsi nambari isiyokusudiwa ilivyoongezwa kwenye mnyororo. Uzi huo ni onyesho la uratibu wa kina na wa kufikiria wa sera katika maafisa wakuu, alisema. Rais Trump amesema hajui kuhusu kuvuja kwa gumzo la kikundi hicho. Sijui chochote kuhusu hilo, Trump alisema, akimwambia mwandishi wa habari, unaniambia kuhusu hilo kwa mara ya kwanza. Viongozi mbalimbali wameghadhibishwa na kuvuja kwa mazungumzo hayo ya siri ya taifa hilo. Mimi ni Awadhi Rashid na hii ni Arusha One Radio.